Mtoto wa Mungu ambaye unafuatilia habari njema kutoka hapa Patakatifu Media, umewahi kufikiri ya kwamba hata neema ambazo Mungu anatupa zinaweza kugeuka kuwa hatari kwenye maisha yetu? Zinaweza zikawa wakati mwingine ni mtego ambao kapelekea hata tukapata madhara ya kiroho. Katika somo la leo tunakwenda kuangalia somo linalosema hatari ya neema uliopewa. Hatari ya neema uliopewa. Sasa, awali ya yote, kabla tujaangalia kiini cha somo ambalo tunakwenda kujifunza leo, neema maana yake nini? Hebu tujue kwanza. Hili neno neema ni neno maarufu sana. Maana yake nini? Ziko maana kadhaa za neema katika maandiko matakatifu na katika maana halisi ya neno ambalo lilitumika katika kitabu cha Agano la Kale na Agano Jipya, maneno yale ya asili. Neema maana yake moja ni upendeleo kutoka kwa Mungu, ni favor, ni kibali, ni upendeleo kutoka kwa Mungu. Maana nyingine tunasema neema ni kupokea kile ambacho hatustahili. Kimsingi, kile ambacho haukupaswa kuwa nacho, kile ambacho haukupaswa, haki ambayo haukupaswa kuwa nayo, unapopewa na Mwenyezi Mungu vile ambavyo haustahili kuwa navyo, hiyo tunaita ni neema. Maana nyingine ambayo haitofautiani na hizi mbili ambazo nimekwisha kusema ni ugavi au ugawiwaji usio na kikomo wa mema ya Mungu kwa mtu. Na pale ambapo Mungu anapotufanyia yale ambayo kwa uwezo wetu wenyewe hatuwezi kuyafanya. Yaani neema ni pale ambapo Mungu anakugawia kitu cha thamani kisicho na ukomo, chenye ubora katika maisha ya sasa na yajayo, kitu ambacho wewe mwenyewe usingeweza kukifanya. Sasa katika maisha, watu karibu wote tunapitia katika neema ambazo Mungu anatupa. Bwana ameachilia neema nyingi za aina mbalimbali. Wako na neema ya utajiri, wako watu na neema ya tunapumua ni kwa neema, tunaishi ni kwa neema, vitu vingi tulivyo navyo ni kwa neema. Sasa basi, lakini ziko special favor au special blessings au tunaziita special grace, neema mahususi ambazo Mungu mwenyewe bila kupangiwa na mtu au kushawishiwa na mtu yoyote huwa anaamua kutoa tu kwa kadri anavyojisikia kwa watu wake mbalimbali. Sasa watu gani ambao wanapewa hizi neema ambazo ni mahususi? Kitabu cha Mithali 3 mstari wa 34. Kitabu cha Mithali 3, kitabu cha Mithali 3 mstari wa 34 inatupa mtu ambaye hupokea zile neema mahususi, special grace au favor au upendeleo kutoka kwa Mungu. 3:24 anasema, 3:34 anasema hivi: hakika yake huwadharau wenye dharau, anasema, bali huwapa wanyenyekevu neema. Kwa moja ya sifa ya kupokea vitu mahususi, baraka ambazo hukustahili kuwa nazo, upendeleo ambao kimsingi haukupaswa kuwa nao, anasema wanyenyekevu. Wanyenyekevu katika maisha, kuna wakati ulipoamua kuwa mnyenyekevu kwa Mungu, uliona vitu vingi sana ambavyo hukustahili kimsingi, ukijilinganisha na wengine, unaona huna qualification, huna vigezo vya kuvipata, huna vigezo hayo maisha kuyaishi ukayapata. Sasa somo la leo nataka tukumbuke ya kwamba hata hivyo ulivyopewa kwako vinaweza kugeuka kuwa hatari, vinaweza kugeuka kuwa mtego. Sasa, na neema inatuingizia wazo lingine katika maandiko matakatifu
ya kwamba kiwango cha juu kabisa cha ubora, cha utambuzi wa mwanadamu, cha kiwango cha juu kabisa cha kujitambua, ambacho kitakufanya uwe na amani halisi, ambacho kitakufanya uwe na furaha halisi, ambacho kitakufanya uwe na utulivu halisi, ni kutambua ya kwamba hivyo ulivyo ni matokeo ya neema ya Mungu. Ninakuvuta taratibu ili tuende kwenye msingi wa hiki ambacho unakwenda kujifunza leo. Unasema, mtumishi wa Mungu, unasema nini? Mbona kama nakuelewa alafu sikuelewi? Usiogope, usiwe na wasiwasi. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. Wakorintho wa kwanza 15 na ule mstari wa 10. Kuna kitu cha msingi hapa tunaelezwa kuhusu neema. Maandiko yanasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na kwa neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Anasema hivi, nirudie samani. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Kiwango cha juu cha mwanadamu anayejitambua, kunasema huyu bwana anajitambua kweli, ni Wakorintho wa kwanza 15:10, ya kwamba hivyo ulivyo, hivi nilivyo, ni kwa neema ya Mungu. Maana nyingine ni nini? Kwamba hivi nilivyo, watoto nilio nao, kazi nilio nayo, mke niliye naye, uchumi nilio nao, maisha nilio nayo, ni kwa kupendelewa tu na Mungu, wala mimi sina kitu bora zaidi kilichonifanya niwe hivi nilivyo. Ukifikia hatua hii aliyosema Paulo, wewe kiwango chako cha ukomavu wa kiroho kiko juu sana. Hautakuwa na wivu, hautakuwa na kujilinganisha, hautakuwa na majivuno. Utasema tu, hata kama hivi nilivyo naonekana niko chini, huyu ambaye amenifikisha hapa nilipo na neema nyingi ambazo amenipa, waweza kunitoa hapa nilipo na kunipandisha katika viwango vingine vya juu kabisa vya ubora. Huko nikiendelea kushika kanuni ya hiki tuliyosoma Mithali 3 mstari wa Mithali 3, tumesema ni mstari wa 34, ya kwamba wanyenyekevu Mungu huwapa neema, huwapa upendeleo, huwapa favor, huwapa baraka. Sasa unauliza, mtumishi wa Mungu, haya unayoyasema, je, una mfano wake kwenye maandiko matakatifu? Ndio, ninao. Kitabu cha Luka 1 mstari wa 28, tunamkuta mwanamke Mariamu, mama yake Yesu. Unajua, kuna nadharia, kuna mapokeo, kuna theolojia, kuna mafundisho mengi sana ambayo watu wameabuni kutoka kwa Mariamu, mama yake Yesu. Lakini leo tunakwenda kujifunza kitu cha msingi sana kuhusu Mariamu na neema za Mungu. Alafu utagundua ya kwamba huwa tunafanya makosa makubwa sana katika maisha yetu tunapowapa watu sifa ambazo kimsingi tulipaswa kumpa hizo sifa, hizo heshima, huo umakini Mungu aliyewapa neema hiyo ya kuwa hivi walivyo. Sio kama unanielewa. Kitabu cha Luka 1 mstari wa 28. Luka 1:28. Tuanzie tu hata 26. Maandiko yanasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanawali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Anasema akaingia ndani yake, ndani kwake, huyu anaitwa malaika Gabrieli, akaingia ndani kwa Mariamu, mama yake Yesu, akatoa salamu. Salamu hii ina kitu cha msingi sana cha kujifunza. Salamu
umepewa neema. Umepewa neema. Umepewa neema. Sasa unajifunza nini hapa? Kwamba tukio la malaika Gabrieli kutumwa kutoka mbinguni kwenda kwa Mariamu ambaye baadaye alimzaa Yesu, akampa taarifa ya kwamba wewe Mariamu, wewe hapo ulipo umepewa neema, umejaa neema, umepewa neema. Neema hiyo ni ipi? Ni kuchaguliwa kuwa mama mwanamke ambaye utamzaa Mwokozi wa ulimwengu. Sasa kuna kitu nataka unielewe vizuri hapa. Nazareti, kitongoji kilichokuwa kiko katika jimbo la Galilaya, kulikuwa na mabikira wengi sana, sio Mariamu peke yake. Na walikuwa na mabikira tu wema, wazuri, ambao wengi walikuwa hata hawajamkosea Mungu. Na yawezekana kulikuwa na mabikira wanyenyekevu kuliko Mariamu. Yawezekana kulikuwa na mabikira wapole kuliko Mariamu, wenye sifa njema kuliko Mariamu. Lakini malaika Gabrieli anatupa dokezo moja kwamba sababu pekee ya Mariamu kuchaguliwa ni neema. Sasa turudi kwenye maana ya neema ambayo tumeanza kuisema mwanzo, kwamba neema ni upendeleo kutoka kwa Mungu. Ni Mungu anaamua tu kukupendelea. Neema ni kupokea kile ambacho hatukukistahili. Sasa Mariamu, zaidi ya kuwa na hii neema ya baraka ya kupokea huu wito au hii neema, hakuwa na mchango mwingine wowote, hakuwa na sifa nyingine yoyote iliyomfanya achaguliwe na achaguliwe bikira mwingine mwema kama yeye. Sasa katika maisha ya kila siku, kuna wakati Bwana mwenyewe kwa hiari yake mwenyewe, yawezekana kwa kupata taarifa au bila kupewa taarifa, huwa anatuchagua kubeba jukumu la kineema katika maisha, ambao jukumu hilo mbele ya wanadamu wenzetu linaweza likatufanya kuonekana Mungu ametufanya kuwa watu wakubwa sana, ambao jukumu hilo linaweza kukufanya ukahama position kutoka kuwa kama ni kazini mfanyakazi wa kawaida, umepata neema ya kuwa boss. Umebarikiwa, umepewa neema ya kuwa kiongozi. Umepewa neema ya kuwa mzazi wa kijana ambaye ataweza kuja kuwa hata rais wa nchi. Sasa tukio hili la neema linaweza likawa ni mtego kwako. Tukio hili la neema linaweza kuleta hatari kwa maisha yako. Ziko hatari kadhaa ambazo kama usipojua zitakukuta, zitakuingiza katika mgogoro wa kiroho, wakati neema ni zawadi ya bora tuliyopewa na Mungu. Jambo la kwanza ambalo nataka tujifunze, ambalo Mariamu hakuingia kwenye huo mtego. Mariamu alinyenyekea, akapokea jukumu, akakubali aibu ya kuonekana na mimba wakati hajalala na mume wake. Na hata baada ya kumzaa Yesu, aliendelea kuwa tu mtu mnyenyekevu sana. Hakuwahi kujipa hadhi na heshima za kiungu, hakujisifia, hakujisahau kwa baraka ambazo alipewa. Na huyu mwanamke Mariamu tunamsoma hata baada ya Yesu kufa na kufufuka, wakiwa wanasubiri ujazo wa Roho Mtakatifu, na aliendelea kuwa mwanafunzi, na alihubiri siku ya Pentekoste. Na habari njema kwako, hapa nimekuletea tahadhari 3 ambazo kama hautajua hivyo ulivyo ni neema ya Mungu, ni vipawa Mungu amekupa offer special ya kukuweka katika hadhi ambayo inaweza kukufanya kuonekana kuwa mtu wa maana sana zaidi ya wengine, unaweza ukajikuta ume kwenye mtego wa kufanya makosa. Jambo la kwanza, tambua uko kwenye hatari ya kudhani ni haki yako au umepata kwa nguvu zako, ukajiinua na kuanza kumdharau Mungu na watu. Wakati neema ni kitu kizuri ambacho Mungu ametupa kama baraka, kama ni neema, ni favor, ni upendeleo ambao Mungu anatupa. Wakati mwingine Mungu akitupendelea na kutuweka katika nafasi na kutuweka katika hadhi
na kutupa vibali na kutupa kukubalika na kupendeka na kutufungulia milango ambayo wenzetu wanaotuzunguka wamehangaika kwa miaka mingi. Wewe ndani ya siku moja jambo lako limekuwa. Unaweza ukadhani umepata hiyo fursa kwa akili zako na kwa nguvu zako. Na mfano wa mtu ambaye Mungu alimuinua, na mfano wa mtu ambaye Mungu alimpa hadhi ya juu, lakini akaanguka kwenye mtego huu wa neema ambao Mungu alimpa, akajikuta amemkosea Mungu, kwake ikawa ni hatari. Bwana asifiwe. Baadaye alikumbuka. Hebu nimsome kwa ufupi kitabu cha Danieli 4 mstari wa 28. Huyu ni mtu anaitwa Mfalme Nebukadneza. Mfalme Nebukadneza naye aliwahi kupewa neema. Huyu Mariamu mama Yesu, yeye alipewa neema ya kumzaa mfalme wa ulimwengu. Huyu Nebukadneza alipewa neema ya kuwa mtawala wa dunia nzima. Na ngoja nikwambie, Nebukadneza alikuwa mjui hata huyu Mungu. Kwa Mungu hutoa neema kwa watu mbalimbali, Waislamu, wapagani, wamepewa neema. Ni mmoja mvuto ambao Mungu anaweka ndani yao ili kupitia neema hiyo wapate kuokolewa. Angalia kitabu cha Danieli 4 na mstari wa 28 mpaka 31. Anasema hivi, hayo yote yakampata mfalme Nebukadneza. Baada ya miezi 12 alikuwa akitembea katika jumba la kifalme katika Babeli. Mfalme akanena akasema, mji huu si Babeli mkubwa niliojenga mimi uwe kao langu la kifalme? Babeli mkubwa niliojenga mimi uwe kao langu mfalme, kwa uweza wa nguvu zangu na kwa uweza wa utukufu wa enzi yangu? Hata neno lile lilipokuwa katika kinywa chake mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, mfalme Nebukadneza, maneno haya unaambiwa wewe, ufalme umeondoka kwako. Nebukadneza aliamka akaanza kujisifia. Akaona ni kwa nguvu zake. Kumbe hajui nguvu inayosukuma moyo sio ya kwake, ni nguvu ya Mungu. Nguvu inayoleta uwezo wa kuvuta pumzi ikaingia kwenye mapafu na kupenya kwenye damu, ikakusanya oksijeni zote, carbon dioxide yote ikaifyonza, ikaitoa kwenye pua, alafu ikasambaza oksijeni kwenye kapilari za mwili. Mwili ukainuka, mguu ukatembea, mdomo ukaongea, macho yakaona, ubongo ukapumua, ubongo ukafanya kazi vizuri. Ni nguvu ya Mungu. Lakini Nebukadneza, licha ya kuwa alikuwa ameshatambulishwa na kumjua huyu Mungu, akajitangaza, akajisifia. Sasa tunajifunza ya kwamba ufalme aliopewa ilikuwa ni neema ya upendeleo tu. Watu wengi ongeza kwa hiyo nafasi. Kuna wafalme wazuri sana Israeli, Mungu akachagua Babeli kule. Ngoja nikwambie, epuka mtego wa kujisifia vitu ambavyo umevipata kwa nguvu za Mungu. Ukiingia kwenye huo mtego, inaweza ikakusababishia ufalme wako ukaanguka, nafasi ulizopewa zikaanguka, upendeleo uliopewa ukaondolewa. Mungu anapokupa, anakupa ili yeye atukuzwe kupitia wewe, na si wewe utukuzwe kupitia zawadi na neema za Mungu. Jambo la pili ambalo ni hatari, ambalo unapaswa kuwa nayo makini, ukigundua Mungu amekupa kitu fulani hivi ambacho kipima unagundua si haki yako, haukupaswa kuwa nacho, ni kwa neema tu, ni kimsingi hadi pumzi uliopewa ni kwa neema tu. Shetani anaweza kutumia watu kukufanya ujione unastahili kupokea ibada. Unastahili kupokea ibada kutokana na neema na upendeleo uliopewa. Lakini pia Shetani anaweza kutumia watu
waanze kukuabudu hata bila hiari yako, waanze kukuabudu na kukufanya wewe kuwa ndio picha ya ibada yao na siye Mungu aliyeweka neema kwako. Kwa unapata mgogoro, kuna hatari ya kujiingiza kwenye migogoro ya kiibada ikiwa hautatambua ya kwamba hivyo ulivyo ni neema ya Mungu, na ukatumia nguvu na uweza wako mkubwa kumwelezea Mungu aliyekupa hiyo neema. Paulo na Barnaba walipokuwa kule panaitwa Listra, walifanya muujiza mkubwa. Shetani akawaingia watu, wakamfanya Barnaba kuwa ni Mungu na Paulo kuwa kuhani, nafikiri kwa hivyo kama sio kinyume chake. Wakataka kutoa ibada na sadaka kwa kazi ambayo ni muujiza wa neema ya Mungu uliotokea mahali pale. Paulo kwa sababu alikuwa amejua somo nalofundisha hili leo, alikataa kabisa na wakagoma, na kapelekea wapigwe mpaka ukawa nusu kufa, lakini Mungu aliwafua na wakaendelea na safari zao za kiimani. Tumesema mwanamke Mariamu. Leo kuna taasisi za kiimani kwa nia njema ambayo imesukumwa na upofu wa somo kama hili na maana ya neema, wamejikuta wanampa hadhi mama wa Yesu, hadhi ya kiungu, hadhi ya kiibada. Tunaye mwombezi wetu huyu mmoja, Yesu, Mungu wa mbinguni. Lakini leo Mariamu, watu waliofanya mambo makubwa, watakatifu wa kidini, wamepewa hadhi ya kiibada, ya kuabudiwa, ya kusujudiwa. Na shetani alivyo mbaya, ametengeza picha na sanamu ambazo watu wanakwenda wanaziabudu kwa kicho kabisa, bila kujua yale mambo yalikuwa ni neema ya Mungu. Kwa unaweza ukajikuta unaabudu neema za Mungu badala ya Mungu. Unaweza ukajikuta unaabudu wabeba neema za Mungu badala ya Mungu mtu wa neema. Somo la leo linataka ujue hiyo hatari inakuzunguka. Yawezekana tayari umeshaanguka katika hiyo hatari. Jambo la tatu na la mwisho, unaweza ukajikuta umesahau chanzo cha neema yako. Unajua Mungu ndio chanzo cha kila kitu chema. Unajua Yesu ndiye chanzo cha kila nia njema. Anasema kitabu cha Yakobo, baraka njema zote zinatoka kwa Mungu. Zawadi njema na nzuri zinatoka kwa Mungu. Kuna wakati unaweza ukasahau. Sehemu nyingi sana katika maandiko matakatifu Mungu anasema kumbuka, usije ukasahau, kwa sababu anajua kuna wakati uko katika hatari ya kusahau. Katika dunia hii ya kuperuzi, katika dunia yenye taarifa, yenye mafuriko ya taarifa nyingi, unaweza ukajikuta kwenye mtego wa kusahau. Mausia ya Mungu katika hatari hii na hizi zote tatu ambazo tumejifunza, ametupa tahadhari nzuri ambayo itatusaidia katika kuchagua namna ya kuishi kwa umakini katikati ya hatari ya kuangushwa na neema ambazo tumepewa na Mungu. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8, Kumbukumbu la Torati 8 na ule mstari wa 12 na kuendelea mpaka chini hapa kidogo, anatoa tahadhari kuanzia 11. Anasema hivi: jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kuto kuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake nilizokuamuru leo. Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako yatakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, na nchi
ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana, wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huu. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu, akili zangu ndio zimenipa familia bora, zimenipa mitaji, zimenipa biashara, zimenipa marafiki, uwezo wangu wa kuongea ndio umenipa ushindi katika ile interview, uwezo wangu ndio umenipa kila ninapofika na kubalika. Hapana, hapana. Vyote tumevipata kwa neema, na mwisho wa neema ambayo Mungu amekupa, ameahidi kukupa vitu bora kuliko vitu vilivyopewa sasa. Chochote ambacho Mungu anatupa wakati huu tukiwa hapa duniani ni 0.0001 mara 10 kipeo cha negative million ya kile ambacho ni 99.99999 ya makubwa ambayo amepanga kukupa. Kwa hiyo angalia sana jinsi unavyoenenda, usije ukajikuta umeingia kwenye mtego wa kuabudu neema ambazo Mungu amekupa. Kata mfumo wako wa ibada wa kuabudu viongozi wa kidini, wa kuabudu watakatifu kwenye maandiko, wa kuabudu baraka ambazo Mungu anatoa na neema, maana tumepewa jukumu na tumeumbwa kwa ajili ya kumtukuza Mungu mtoa baraka, Mungu anayeinua watu, Yesu anayebariki watu, Yesu anayetoa neema mbalimbali, na maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Utabarikiwa sasa na utabarikiwa katika maisha yale mapya ambayo Mungu ametuandalia. Sasa nikutie moyo mpendwa. Nikutie moyo mpendwa. Njia itakayokusaidia kuepuka mtego na hatari hizi ni kuwa mtu wa shukrani. Anza kuona mambo kwa mtazamo ambao Mungu anayaona. Anza kuona vyote ulivyo navyo umepewa na Mungu. Tumia muda mwingi kumshukuru Mungu. Lakini jambo lingine, ogopa na epuka mtu atakapotaka kukusifu na kupa sifa kwa neema ambazo Mungu amekupa bure. Rudisha utukufu kwa Mungu. Lakini nataka nikutie moyo, ikiwa unasema hata mimi kuna vitu ambavyo nilikuwa nalalamika, nimegundua hata pumzi ninayopumua ni kwa neema ya Mungu, ninapaswa nimshukuru kwa kila ambacho ninacho. Lakini unasema bado kuna vitu ambavyo ni neema naendelea kuzihitaji kutoka kwa Mungu. Nahitaji neema ya uponyaji, nahitaji neema ya mume, nahitaji neema ya mke. Unasema nahitaji neema ya maisha bora, uchumi imara, nahitaji neema ya kuwa mtu wa maombi, nahitaji neema ya kusoma neno. Unasema bado napungukiwa, nahitaji neema na neema na neema katika maisha yangu ya sasa. Neema ya kushinda roho ya madeni, roho wa chuki, neema ya kukoswa mwelekeo wa maisha, neema ya kushinda vishawishi, kushinda roho za addiction, spirits of addiction. Nahitaji kushinda. Nina habari njema kwako. Hata wewe Mungu anaweza kukusaidia. Na leo ni siku ambayo ameiamua kwa ajili yako. Basi tuombe. Baba, nakushukuru sana kwa neema nyingi ambazo umenipa. Nakushukuru sana kwa neema nyingi ambazo umempa mtoto wako. Na kwa sababu hii Bwana, wakati huu tunakushukuru kwa somo la leo ambalo limefumua baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vyema kwenye maisha yetu, limebadilisha mtazamo wetu juu ya neema zako. Lakini Mungu, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako, anasema anahitaji neema ya uponyaji wa magonjwa yanayomsumbua. Baba, mpe neema hiyo sasa hivi kwa jina la Yesu. Yule ambaye Bwana anahitaji neema ya ada kwa watoto wake, fungulia baraka ya neema, na atakapozipata Bwana akushukuru wewe kwa sababu ndio mpaji wake. Anahitaji neema
ya familia amekuwa akikuomba kwa muda mrefu. Kwa maombi haya, Baba, acha apokee mke mwema, acha apokee mume mwema. Kuna yule ambaye amekoma kusoma neno, achilia neema ya kupenda mambo matakatifu ndani yake. Achilia neema ya kupenda baraka zako Bwana. Achilia neema ya ushindi dhidi ya dhambi. Achilia neema ya uzima ndani yake. Achilia neema ya kubadilisha mtazamo wake, aanze kuona ukuu na uweza wako katika maisha yake. Ninakushukuru Mungu kwa makubwa ambayo umeyafanya. Asante maana amepokea. Asante maana imekuwa, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.